Kwa sisi tuliokwenda hapa Saudia kidogo joto wametutangulia, au Sudani joto wametutangulia. Sasa sharti ya kwanza ayakuna, kuwa haya maji tunayoyasoma bibiladin, kuwa yako katika miji haratin, miji iliyo na joto. Hiyo sharti ya kwanza. Sharti ya pili an yakuna maudhu'an, kuwa hayo maji yamewekwa biawani muntaba'atin, katika vyombo vyenye asili ya kupondwa pondwa kama masufuria. Biawani, maji yawe yamewekwa katika vyombo muntaba'in, vyombo ambavyo vina asili ya kupondwa pondwa. Lakini vyombo hivyo vyenye asili ya kupondwa pondwa ghairi dhahabi wal fidda, sio vyombo vya dhahabu na fedha, kwa sababu dhahabu na fedha hata ukiiweka juani haijichuji, ndiyo sababu yenyewe hiyo. Kwa hivyo vyombo vyenye kupondwa pondwa kama vipi? Kal hadidi, kama chuma, wanuhasi na shaba, wa kulli maadinin qabilin litatarruki, na kila maadini ambayo inakubali ile maadini kujichuja inapowekwa katika jua. Ikipata jua na maji yakiwamo ndani yake, yanaweza yakatoka kitu fulani. Sasa zikikamilika hizi sharti mbili hizo, sharti ya tatu an yakuna isti'maluhu, kuwa utumiliwaji wa hayo maji ambao utakuwa ni makuruhu fil badani liadamiyin walau mayitan, katika kiwiliwili cha mwanadamu, hata kama huyo mwanadamu ameshakufa, ni makuruhu kuyatumia maji yaliyoanikwa juani katika miji yenye joto kali, na maji yenyewe yakatiwa katika vyombo jamii ya masifuria, yakafika mpaka kuchemka. Maji hayo hata kumkoshea maiti ni makuruhu. Walau mayitan au hayawanin, au mnyama, hata kumkoshea mnyama bado pia ni makuruhu. Mnyama sio nyama kumkoshea mnyama, labda mbuzi kachafuka kwa matope, ni makuruhu. Yalhaquhu albarasu kalkhaili, mnyama ambaye na yeye anaweza akafikwa na maradhi ya mbaranga kama ilivyo kwa farasi. Farasi na yeye anaweza kuumwa maradhi ya mbaranga. Maradhi ya mbaranga ni katika mwili wa mwanadamu kujitokeza rangi ile iliyokuwa sio ya kawaida yake. Hatumzungumzii albino, tunazungumza watu wenye mbaranga hubadilika ngozi zao katika mwili. Sasa mnyama kama farasi, maradhi yale na yeye huyapata. Kwa hivyo maji haya ni makuruhu pia kuyatumilia hata kwa mnyama. Tayib, naqala Shafi'i, amenukuu Imamu Shafi'i Muhammad ibn Idrisa rahimahullahu ta'ala
amenukuu maelezo an Umar radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sayyidina Umar, annahu, kwamba Sayyidina Umar kana yakrahu, yeye alikuwa anachukia al-ightisalu bihi, kukoga kwa maji haya. Alikuwa anachukia Umar kana yakrahu al-ightisala bihi, alikuwa anachukia kukoga kwa maji yaliyoanikwa juani. Anayanukuu maneno haya Imamu Shafi'i, wakala wala akrahu almaa almushammasa illa min jihati tibbi, wala akrahu almaa almushammasa, wala sichukii maji ambayo yameanikwa juani kuyatumia, illa min jihati tibbi, isipokuwa ni katika upande wa tiba, upande wa kitabibu. Sawa. Thumma ruya, kisha pakapokelewa, annahu, kwamba maji yaliyoanikwa juani kwa vyombo vya jamii ya masifuria katika miji iliyo na joto sana, yurithul baraswa, mwenye kuyatumilia maji hayo mwisho wake yanamsababishia kupata maradhi ya mbaranga. Kwa hivyo katika fiqhu Shafi'i, maji haya ukitilia udhu utapatikana. Maji haya ukikoga janaba litaondoka. Lakini kuna hiyo suala zima la kitabibu, yanaweza maji haya yakakusababishia maradhi. Imamu Shafi'i ameyanukuu maneno haya kutoka kwa Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattabi. Nadhani tumetosheka hapo. Wadhalika, na sababu ya kupatikana hizo mbaranga, lianna shamsa bihiddatiha, kwa sababu jua kwa ukali wake, tufassilu minhu, huwa linatoa katika kile chombo, zuhumatan ta'alul maa, hutoa kama jamii ya viruirui, sijui tuseme vikutukutu fulani katika lile sifuria, kwa kuchemka na lijua huwa vinakaa juu ya yale maji. Sawa. Kwa hivyo labda ukisema mapofu, mimi sijalipata lugha yake ile faswaha, lakini ni hivyo. Sawa. Fa in laqatil badana, sasa hivyo viruirui hivyo vinavyochemshwa na kutolewa na yule jua katika lile sifuria, vikiugusa mwili vidudu hivyo, bisukhunatiha, pamoja na ule umoto wake, amkana antadhurra bihi, yawezekana kupatisha madhara kwa viruirui hivyo. Yawezekana hivyo ikiwa vile vidude ndiyo vingali vya moto, alafu mtu akatumia maji yale, yumkinu, bora tuisome antadharra bihi au antadhurra bihi. Sawa. Yawezekana kabisa kupatikana madhara kwa vidudu hivyo. Iyo bihi ndiyo fa'il wa antadhurra. Sawa. Kupatisha madhara vidude hivyo. Sawa. Kwa hivyo faturithuhu albaraswa, vikamsababishia yule aliyetumia maji hayo mbaranga. Wa huwa maradhun,
yuswibu jilda, na mbaranga ni maradhi yanayoiswibu ngozi. Kwa hivyo umakuruhu wake kutumilia maji hayo unatokana na sababu za kitabibu. Sawa, halikuja katazo kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini maneno haya anayasema Imamu Shafi'i akiyanukuu kutoka kwa Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattabi. Tumefahamiana? Tayib. At-tahiru, maji tahara, ghairul mutahhiri, ambayo hayana uwezo wa kutwaharisha. Tahara hayana uwezo wa kutwaharisha. Wa huwa qismani, haya yamegawika katika vigao viwili. Al-awwalu, kigao cha kwanza, huwa al-ma'ul qalilu, ni maji machache. Tukizungumza maji machache katika fiqhi, maaduna al-qullataini, ni maji yaliyokuwa hayajatimia kullataini. Hata kama litakuwa dumu zima, hata kama litakuwa doo kubwa, kama hayajatimia kullataini, katika hukumu tunayasema maji hayo duna al-kathir, sio maji mengi hayo. Almaul qalilu, maji machache. Almustaamalu, yaliyotumiliwa. Fi raf'i taharati, katika kuondoshea. Fi fardhi taharati, katika fardhi ya tahara. Maana ya tahara uliotia ni tahara ya fardhi. Kuna maelezo kidogo. Tahara ya fardhi, huna udhu, unakwenda kutia udhu. Tahara isiyokuwa ya fardhi, wewe una udhu, unakwenda kutia tena udhu. Maji yale ambayo wewe unao udhu, ukaamua kwenda kutia tena udhu, lugha nyingine ya kisheria tajdidi, kurinyu udhu wako. Maji yale utakayotia udhu ukiwa na udhu, kama yatakingwa katika chombo, mtu mwingine aliyokuwa hana udhu anaweza akatilia udhu. Hayaitwi haya mustaamal. Ili yawe mustaamal, ndio almustaamal fi fardhi tahara, katika tahara ya fardhi. Tumefahamiana? Wakati mwingine tunasumbuka kwa ule uzito wetu wa kutokwenda darasani. Kwa mfano, maji yako katika jagi au yako katika doo, mtoto ametia mkono. Huyu mtoto hajaonekana kama kachezea kinyesi wala haja ndogo, katia mkono. Yale maji huwa yanamwagwa au yanazungumzwa, hayo hayafai kutilia udhu. Kwa nini? Kayatia mkono hayo. Kutia mkono maji hayawi maji yale katika hukumu kuwa ni mustaamal, hayakutumika katika fardhi tahara. Tunaposoma sisi maji ambayo ni mustaamal, ni lazima hayo maji yatumike katika fardhi tahara. Sijui tumefahamiana, kwamba mtoto katia mkono, hata akitia miwili, hata akatia kichwa, hata akatia mguu, bado hayo maji hayajawa mustaamal. Sawa? Au mtoto kafundishwa kutia udhu, akawa anajua kutia udhu vizuri, lakini sio mukallafi huyu mtoto, akayatumia maji yale. Maji kama yatakingwa, mtu mwingine atayatumia yale maji, kwa sababu yeye katia udhu, lakini udhu wake sio fi fardhi tahara.
kwa sababu bado hajawa mukallafi. Tunakwenda pamoja. Tayib, wa huwa qismani, haya maji yanayoitwa musta'mal yamegawika sehemu mbili. Al-awwalu huwa al-ma'ul qalilul musta'malu, ni maji machache yaliyotumiliwa fi raf'i tahara, fi fardhi tahara, katika fardhi ya tahara, tahara ya fardhi. Kalghusli, kama yametumika mtu kukogea janaba hayo, au yametumika kukogea hidhi au nifasi au wilada. Walwudhui, au yametumika katika kutilia udhu huo tuliousema udhu wa fardhi. Tumefahamiana eh? Tumeutofautisha udhu wa fardhi na udhu uliokuwa si wa fardhi. Maji ya swala, maji ya mtu anasuniwa kukoga kwa ajili ya Ijumaa. Kwa mfano, yuko vizuri tu, shafahamu ni sunna kukoga siku ya Ijumaa, sawa? Sasa yeye mwenyewe yuko safi, hana manongo na nini, yale maji kama atayatia katika mwili puip, alafu yakaingia katika chombo, hayakubadilika chochote, anaruhusika yale na anaweza akatilia udhu, sawa? Kwa sababu josho alilokoga sio la wajib, na yale maji hayakutaghayyar, sio katika laun, sio katika rih, sio katika ladha, sawa? Tayib, ni hayo. Wadalilu kaunihi tahiran, na dalili ya kuwa maji haya yaliyotumiliwa fi fardhi tahara, kuwa bado ni tahara, lakini huwezi kujitwaharishia tena. Ndo somo letu maji tahara yasiyoweza kutwaharisha tena ni maji ambayo musta'mal imma fil ghusli au fil wudhu'i. Na tukizungumza ghusli tunazungumza ghuslu ya wajib. Tayib, wa dalilu kaunihi tahira, ushahidi wa kuwa haya maji bado tahara, ma rawahu al-Bukhari, ni ile hadithi aliyoirawi Imamu al-Bukhari, hadithi namba 191, wa Muslim hadithi 1616, an Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma qala jaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Jabiri anasema alikuja Bwana Mtume yauduni, kuja kunijulia hali, nilikuwa naumwa. Yauduni, alikuja kunijulia hali, wa ana maridhun, hali ya kuwa mimi ni mgonjwa. La aaqilu, tena ugonjwa wenyewe mpaka sijui chochote, hali imekuwa nzito. Fatawadhaa, Mtume alichokifanya akatia udhu. Yale maji aliyotilia udhu yakawa yamekingwa katika chombo. Wasabba min wadhuihi alayya, alafu Mtume yale maji aliyotawadhia yale yaliyokuwa yamekingwa akanimiminia mimi. Si katika maana huyu bwana awe na udhu, lakini alikuwa anampa baraka zake, sawa? Hapa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, ukisema maji haya alikuwa anampa baraka, alhamdulillah.
ukisema haya maji baada ya kutilia udhu bwana mtume yalikuwa kama kombe, kwa hivyo alikuwa anamfanyia kombe. Yangelikuwa maji haya siyo tahara baada ya kutilia udhu, isingelikubalika kisheria maji ambayo mutanajis alafu umwagie mtu mwingine. Kwa hapo kuna ushahidi wa kwamba maji yalikuwa tahara. Tumefahamiana. Kuna wale wenzetu ambao tabaruki wakati mwingine inakuwa tatizo. Hapa Mtume sallallahu alayhi wasallama alifanya mwenyewe kwa Jabir, lakini tunachojifunza pia umuhimu wa kwenda kuwatembelea wagonjwa. Kuna faida kubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi al-Qudsi anatuambia siku ya kiyama yako masuala matatu Mwenyezi Mungu atayasema kuwahusu viumbe wake. Miongoni mwa masuala hayo atakuuliza akwambie, maridhu tu tulipokuwa au ulipokuwa duniani mimi niliumwa. Anakuhutubu wewe, maridhu tu mimi niliumwa wakati tuko duniani, lakini walam tauduni, wewe hukuja kunijulia hali. Maana yake nini? Huyu mja katika kujitetea atakuwa mtu wa tauhidi, atasema kaifa auduka, vipi nije kukujulia hali wa anta rabbul alamina, wewe huumwi, mtakukuta hospitali gani? Ijitimai nikukute wapi? Mnazi Mmoja au kule Lumumba? Hili ni jambo lisilowezekana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atamwambia yule mtu, ama alimta, kwani hukujua, anna fulana maridha, fulani aliumwa, falam tauduhu, wewe hukwenda kumjulia hali yule. Ama alimta, hukuwa unafahamu, kumbe lau udetahu, kama ungelikwenda kumjulia hali yule, la wajadetani indahu, mimi Mungu ungelinikuta pale pale nipo. Kwa hivyo ungelikuwa umekuja kunijulia hali mimi. Unamuonaje Mungu pale? Mtu aliyokuwa na nguvu zake, mtu aliyokuwa na heshima zake, mtu aliyokuwa anapenda kula vinono, leo feni likizunguka, shuka la hospitali likifunuka, hana uwezo hata wa kusogeza shuka yake akajistiri. Leo mtu ambaye alikuwa anapenda kuku wa kuvumbika anaulizwa na watoto wake, baba tukuletee nini? Kuku labda. Akifika pale anamwangalia tu, msimtaki. Kwa hivyo utauona uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni sunna kwenda kuwaangalia wagonjwa na ni ibada kubwa. Tunakwenda pamoja. Tai, tunasogea mbele. Neno la aaqilu ay fi halatin ghaibuba, katika hali ya kupoteza ufahamu, min shiddatil maradhi, kutokana na maradhi mazito, min, alafu akasema min wadhuihi. Tafsiri hizo min wadhuihi. Wadhui nini? Almau alladhi tawadhaa bihi, ni yale maji ambayo Mtume alitia udhu yakawa yamehifadhiwa. Walau kana, lau yangelikuwa maji yaliyotumika, ghaira tahirin, siyo tahara, lam yusibuhu alaihi, Mtume asingelimwagia mwagia. Shafahamu Kwa hivyo hapo tumepata maji ni tahara. Sasa kuna kipengele cha pili. Kwa nini hayafai kutilia udhu
ili hali haya ni tahara. Sawa. Wa dalilu kaunihi, na dalili ya kuwa maji haya ghaira mutahirin, hayataharishi tena, ma rawahu Muslim, hadithi namba 283, wa ghairuhu, na wanawazuoni wengine, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema, la yaghtasil ahadukum, asije akakoga mmoja wenu, fil ma'i daimi, katika maji yaliyotuama, yaliyobaki mahala pamoja, aidda rakidi wa huwa junubun, hali ya kuwa wakati anakoga katika maji hayo mkogaji ana janaba. Faqalu, wakasema masahaba, ya Aba Huraira, ewe Aba Huraira, wewe ndio uliomsikia mtume kwa maneno haya, sasa kaifa yafalu, mtu afanye nini? Qala, Abu Huraira akajibu, yatanawaluhu tanawula, awe anachota anajimwagia pembeni, isiwe katika maji yale yaliyokuwa hayakutimia kullataini, alafu akaingia akakoga pale pale. Tumefahamiana? Tayib. Wa hukumu alwudhu'i, na hukumu ya kutia udhu, fi hadha, katika suala la kuwa maji mustaamali na si mustaamal, hukumu alghusli, ni ile ile hukumu ya kukoga. Lianna almaana fihima, kwa sababu kukoga na kutia udhu wahidun, maana yake ni moja. Maana gani hiyo? Wa huwa raf'ul hadathi, ukikoga janaba unaondosha hadathi, ukitia udhu unaondosha hadathi. Kwa hivyo hadithi hii ndiyo inayotufahamisha kwamba maji yaliyokwisha kutumika, hali ya kuwa maji yenyewe hayakutimia kullataini, hayana tena sifa ya kuyatumia mtu mwingine kutilia udhu au kukoga. Tumefahamiana? Na tumezungumza huko kutilia udhu kwenyewe iwe fardhi tahara au fardhi al-ghusli, ndio yatakuwa mustaamal. Hadhir, Tayib. Haya mambo ya kisheria jamani. Faqadi afada alhadithu, hadithi imetoa faida. Faida gani? Annal ightisala fil ma'i, kukoga katika maji, yukhrijuhu, yanayatoa hayo maji yenyewe, an tuhuriyatihi, kutokana katika ile sifa yake ya uwezo wa kukitwaharisha kitu kingine. Kukoga katika maji ambayo maji yenyewe duna kullataini, ukaamua kuingia katika nusu pipa au robo pipa, yale maji yanakuwa yashakuwa mustaamal. Sawa? Kwa hivyo annal ightisala fil ma'i ndio afada alhadithu. Hadithi inatoa faida, inatufahamisha nini? Annal ightisala, kwamba kukoga, fil ma'i, katika maji, yukhrijuhu, kuna yatoa hayo maji, an tuhuriyatihi, kuna yatoa katika utwahara wake. Wa illa, kama ingelikuwa haiyatoi katika utwahara wake, lam yanha anhu, mtume asingelikataza. Sawa? Hapo ndio panapojengwa hiyo hoja.
amekataza Bwana Mtume kwa sababu yale maji ukikoga mule mule tayari yamenyang'anywa utwahara wake. Ndio sisi katika udhu, kama huna chombo na maji yale unataka kuyachukua, ni lazima mkono wako utie nia ya kuwa nini? Chombo. Lakini kama hukutia nia mkono wako kuwa chombo, ukichukua maji ukakosha uso, kama haujakosheka kwa mara ya kwanza, ukichukua tena ukakamilisha uso, ukienda ukachukua kwa ajili ya kuosha mkono, na haya maji yako madogo, labda katika ndoo au sufuria, maji haya yaliyobaki yatakuwa mustaamal. Maji yaliyo safi ni haya yaliyo hapa katika mkono tu, yatakuwa mustaamali. Umeyatumia nini? Tayari ule mkono wako huku ushaukosha, na hichi kiungo ndiyo kiungo cha zamu yake kukoshwa. Ili maji haya yasiwe mustaamal, huu mkono wako utie nia ndani ya moyo wako kuwa ni nini? Chombo cha kuchotea. Tunakwenda pamoja. Tayib. Wa huwa mahamulun, kuwa haya maji ni mustaamal na kukatazwa kuingia katika maji hayo. Hadithi hii mahamulun inachukuliwa ala alma'il qalili, kwa maji machache. Tukisema maji machache yaliyokuwa hayakutimia kullataini, liadillatin ukhra, ziko dalili nyingine zinalokuja kuthibitisha hilo. Na hapa shekhe anatusomesha kitu kingine. Wakati mwingine tunazozana kwa mtu kuiona hadithi moja, alafu akamkuta mwana wazuoni amezungumza maneno kinyume na ile hadithi, akaona kwamba hadithi hii hapa, alafu huyu shekhe anatumia maneno yake, anaacha maneno ya Bwana Mtume. Kumbe wewe na mimi bado hatukufika. Ziko dalili nyingi, hadithi nyingine, lakini kwa kuchukua dalili hiyo na dalili hiyo na dalili hii, ndio maana huyu shekhe akayazungumza maneno haya aliyoyazungumza. Hapa tumepata hukumu kupitia hadithi 3 tofauti, ndio tunakuja kupata kwamba maji haya madogo kama mtu ataingia, kwanza yatabakia kuwa tahara, lakini hayana uwezo wa kutwaharisha, lakini wakati huo huo yatakuwa mustaamal. Tumefahamiana eh? Ndio shekhe akatwambia hapa, wa huwa mahamulun ala alma'il qalili liadillatin ukhra. Kwa hivyo usikurupuke ukajaribu kuwashambulia wanawazuoni na kujiona labda umefahamu sana wewe. Hata Imamu Nawawi umemuweka huko, Imamu Rafi'i ukamuweka huko, Shafi'i, Maliki, Hambali ukawaweka huko, ukahisi kwamba wewe umekuwa mtaalamu kuwazidi hao. Hapana, hawa mabwana wamezikusanya hadithi zinazohusiana na hukumu ya tahara zote, alafu wakazitizama ipi yenye nguvu, ipi ilikuwa ya mwanzo kusema Bwana Mtume, wakati anaondoka Bwana Mtume kamalizia hadithi ipi. Hata katika hadithi kuna nasikh na mansukh. Wewe na mimi bado hatujafika huko. Ushafahamu eh? Wa aslihil fasada bitaamuli wa imbadi hata fala tubadili. Ukiona jambo labda limekosewa, usikurupuke ukajaribu kutoa maneno. Ushafahamu eh? Zingatia kwanza. Kwa nini?
Waqad qila kam min muzayifin sahiha, kuna watu leo wanatia aibu na kasoro mambo ambayo ndiyo sahihi, lakini kwa nini wamefika huko? Liajili kauni fahamihim qabiha, kwa sababu ufahamu wao uko chini, wameshindwa kufika walikofika mabwana. Wanasema hiyo bwana haikubaliki bwana, mtume kasema hivi bwana. Hivi wewe una hadithi ya kuifahamu leo ambayo Imamu Hanbali hakuiona, Imamu Abu Hanifa hakuiona, uje kuiona wewe ulioko hapa Kwarara? Ushafahamu Tayyib. Athani, aina ya pili ya maji ambayo ni ghairu mutahhir hayo huwa almaul mutlaq, ni maji ambayo yameachilika, alladhi khalatahu shay'un, ambayo yamechanganyikiwa na kitu, mina tahirati, katika vitu vya tahara, allati, vitu ambavyo yastaghni anha almau, maji huwa hayahitaji kitu hicho adatan, kikawaida. Kwa mfano, maji yamekuja kumiminikiwa na unga, sawa, baada ya kuwa maji yamekuwa uji. Maji imekuja kuchanganyika na soda, sawa. Kwa hivyo haya maji yamechanganyika na kitu tahara, lakini vitu hivi havina usuhuba na ujirani. Ndio allati yastaghni anha almau adatan, wallati, na kitu ambacho la yumkinu fasluha anhu, haiwezekani kukipambanua kitu hicho na maji, baada almukhalatati, baada ya kuchanganyika haiwezekani tena kuweza kuvipambanua, sawa. Fataghayyara, kwa hivyo yale maji yakaharibika au yakabadilika, bihaithu, ubadilikaji ambao lam yaud yutlaqu alayhi ismul ma'i, haparejei tena kuachilika katika maji yale jina la maji moja kwa moja. Kwa kuwa yamechanganyika na rangi ya kashata, yataitwa haya sasa rangi ya kashata. Yamechanganyika na rangi ya juisi, yataitwa haya juisi, bado sukari. Tumefahamiana? Tayyib. Tunakwenda kashai, kama maji haya imemiminikia chupa ya chai. Walqar walarq, qasus, ile dawa yetu ya khabarul ladhi, ushafahamu, ikamiminikia humo. Unajua siku hizi kila kitu mapungufu mpaka khabari ladhi nayo. Kijana wa miaka 25 30 unaweza ukamsikia analalamika, mimi bwana, hali yangu sinione hivi bwana, naweza nikakimbiwa wakati wowote. Ushafahamu yani vitu vyote vimepoteza ubora mpaka khabari ladhi. Ushafahamu basi alqasus ikachanganyika katika maji hayo. Amma idha kana almukhalatu, ama itakapokuwa, tuisome kwa ismu fa'il, idha kana almukhalitu, itakapokuwa kile kilichochanganyika, at-tahiru, ni kitu tahara, tena muwafiqan lilma'i, kinawafikiana na yale maji yenyewe, nacho ni maji, fi sifatihi, katika sifa zake, min ta'amin, kutokana labda ladha yake, wa launin, au rangi yake, wa rihin, au harfu yake. Kama nini hapa? Kama ilwardi,
kama maji ya marashi. Alladhi, ndiyo maji ya marashi ambayo fakada sifatuhu, yaliyopoteza ubora wake wa kunukia. Fa innahu yu'madu inda dhalika, patategemewa wakati huo ila takdir, kwenda katika kukadiria. Tunasoma katika Rubu'ul Ibada, wataghayyuru takdiriyu kataghayyuril hissi, ndio tunachokisoma hapo Do hili la maji kimemiminikia kichupa cha marashi, lakini haya marashi yaliyoingia yamekaa siku nyingi, harufu yake imekufa. Tunakichukua kichupa kile cha marashi hapo wakati wa ubora wake, wakati kikiwa kinanukia, marashi yake yangelikuwa yamemwagikia humu, haya maji yangelikuwa imeyazidi haya marashi, kwa maana maji yasingenukia marashi, au yangelinukia marashi, tukipata hukumu kwamba kwa kichupa hichi na harufu ya marashi maji haya yangelikuwa yanarukia marashi, basi hata haya marashi yaliyoingia hayana harufu tena, maji haya yatakuwa hayafai kuyatumia. Sijui nimeeleweka? Sijui. Ndio hivyo, tutanyamaza baadaye tukatishe darsa, tutaelezana kwa kawaida hapo. Lakini kwa waliosoma Rubu'ul Ibada kuna maneno hayo, wataghayyuru takdiriyu kataghayyuril hissi, mbadiliko wa kukadiria ni sawa sawa na mbadiliko wa kuonja au kunusa au kuona, ndio hisi. Tunafahamiana? Tayeb. Tuko wapi? Bilmukhalifi alwasati, panakadiriwa kwa kile kilicho na kinyume cha haya yaliyokuwa hayanukii, yanakadiriwa kinyume chake yale yanayonukia. Lakini bilwasati, yale yanayonukia kati na kati, sio yanayonukia sana na wala sio yale yaliyokuwa sio bora. Sawa? Insha Allah ukienda kudurusi utanipigia simu hujafahamu. Wa huwa fi ta'ami, na ule mbadiliko na mchanganyiko ikiwa ni maji yamechanganyika na chakula, ka aswiri rumani, kama vile maji yamechanganyika na juisi ya komamanga, juisi ya komamanga. Wa fil launi, na maji kuchanganyika na kitu chenye rangi, lakini rangi yenyewe kwa kuwa imekuwa siku nyingi imepoteza ubora, haiwezi kudhihiri ndani ya maji, basi vile vile aswiri linabi, tunakwenda kuipima katika juisi ya zabibu. Sawa? Wa firaihati, na katika kuchanganyika maji na vitu vyenye harfu, al-adhan. Adhan ni aina ya dawa, aina ya dawa. Fa in qudira taghayyuruhu, ikiwa patakadiriwa ule mbadiliko wake, bimukhalatati dhalika, na mchanganyiko wa hicho, swara almau tahiran. Sawa yatakuwa maji yamebaki katika sifa ya utahara, lakini ghaira mutahiri, yatabadilika sasa, yatoke maji ya kawaida yawe juisi. Wa kaunuhu, na kuwa kwake maji hayo, ghaira mutahirin,
kwamba hayana uwezo tena wa kutwaharisha, liannahu asbaha, kwa sababu hayo maji yameshakuwa sasa, la yusamma ma'an, hayaitwi maji, fi hadhihi alhala, katika hali hii, maadamu ishaingia rangi hayaitwi tena maji, itaitwa juisi, soda na kadhalika, mchuzi. Sawa. Tayib. Washari'u ishtarata tuhura bilma'i, na bwana sheria ameshartiza ili mtu apate tahara ni lazima atumie maji. Ile tayammum ni mbadala wa maji, inatumika tayammum kwa dharura, lakini kimsingi tahara imeshartizwa itumiliwe maji. Tayari hapo. Almaul mutanajjisu, maji yaliyonajisika. Huwa almau alladhi, ni maji ambayo waqa'at fihi najasa, imeingia ndani yake najisi, hata kama tone moja la mkojo, hata kama mkojo wenyewe wa mtoto mdogo, labda mtoto mwenyewe awe hajatimia miaka miwili, tena awe mtoto wa kiume, tena awe hajakula chakula isipokuwa maziwa ya mama yake. Sawa. Tayib. Kwa hivyo ni maji alladhi waqa'at fihi najasatun wa huwa qismani, maji haya yaliyonajisika nayo yamegawika katika vigao viwili. Al-awwalu qalilun, maji machache, wa huwa ma kana duna al-qullataini, kama tulivyosema. Wa hadha al-ma'u, maji yakiwa machache, yanjusu bimujarradi wuqu'i najasati, yananajisika ikiingia tu najisi, wala hupati tabu ya kupekua tena. Maji madogo ikiingia najisi, moja kwa moja yashakuwa hayafai, uyamwage tu. Walau kanat qalilatan, hata kama najisi yenyewe iliyoingia ni chache, tena walam yataghayyar fihi shay'un, ikawa hapakubadilika chochote katika yale maji, min awsafihi, katika sifa zake maji, kalauni, sawa, kama rangi, warihi au harfu, wa tu'mi na ladha. Maadamu maji ni machache, ikiingia najisi hata kama chache, hayo maji hayafai tena. Walkullatani, na maji yanayoitwa kullatani, 500 ritlin, 500 ritlin ni ratili 500, vipimo vya kizamani kwetu mafi. Baghdadi, kwa nchi ya Iraqi, Baghdadi, watusawi, na hulingana iyo 500 ritli inalingana na nini? 192 kilogramu hizo, wa 857 grama. Hivyo vipimo vimewekwa hapo, 192,857 kilogramu. Wayusawi bilmik'abi, na hayakullataini yanakuwa sawa sawa kwa vipimo hivi vya dhiraa. Mik'abi, kwa vipimo hivi inakuwa sawa sawa na nini? Dhira'an wa rubu'an tula wa ardhan wa umqa, dhiraa moja na robo urefu, dhiraa moja na robo kwenda chini, dhiraa moja na robo upana. Mahala hapo pakichimbwa, pakijazwa maji hayo yanakuwa kullataini. Tuchukulie pipa moja likijaa maji ni kullataini. Yale mapipa yetu ya kizamani, sio haya ya lami, tumefahamiana. Tayib. Arawa al-khamsatu
wanawazuoni watano wamerawi hadithi an Abdillah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, anasema sami'tu Rasulallah, mimi nimemsikia mjumbe wa Allah, nimemsikia mjumbe wa Allah, wa huwa yusalu, hali ya kuwa anaulizwa, anil mai, kuhusu maji, yakunu bilfalati, yanayokuwa huko maporini huko, minal ardhi. Zamani ndio yalikuwa hayo, siku hizi utatoka hapa ufike Makunduchi. Wama yanubuhu minas sibai wadawabi, maji ambayo wanakwenda kunywa pale wanyama wakali, wanyama jamii za simba na jamii ya simba. Unajua tena anakwenda kunywa maji, kwanza kashamrarua mnyama mwingine, kashakula, anakwenda pale mdomo tena una mavururuka damu wakati mwingine. Wadawabi, na wanyama wengine wa kawaida. Fakala, Mtume akajibu, idha kana almau kullataini, maji yakiwa yametimia kullataini, lam yahmili alkhabatha, hayabebi uchafu. Maji yakitimia kullataini hayanajisiki, isipokuwa mpaka ima rangi yake ibadilike, au harfu yake ibadilike, au ladha yake ibadilike. Tumefahamiana? Maji yakitimia kullataini hayanajisiki, unaweza ukenda ukakoga mule katika pipa. Tumefahamiana? Unaweza ukatia udhu kama vile zamani wazee wetu walikuwa watawadha katika mahodhi, kwa sababu yale maji kullataini. Na wakati mwingine ukiangalia yamejaa mavumbi maana kila mtu katia mkono, huyu katia mkono. Lakini wakati ule bwana, watu walikuwa wanamuogopa mwenye maradhi, hakuna aliyobiduka tumbo kwa maji yale. Siku hizi kama tutaweka utaratibu ule, msikiti kesho yake utafungwa watu wote wanahara. Ushafahamu Lakini zamani hakuna. Tunasogea mbele tukamilishe hapo jamani Nijitahidi kwenda mbio kidogo. Tayeb. Kwa hivyo ili neno hii hadithi hii fi lafdhi Abi Dauda namba 65 anasema fa innahu la yanjusu. Kwa hivyo kama unakoga maji yako ya janaba, kama yatakuwa yanarudi mule yatakuwa yashatumika hayo mustaamal, ujitahidi. Yakiangukia kwa bahati mbaya, au ukiamua mikono yako kuifanya chombo, kama alivyokuwa mama Aisha na mumewe walivyokuwa wakikoga na kuchota, hakuna ubaya. Tumefahamiana raha tupu tu. Neno bilfalati as-sahara katika sehemu za mawandani huko, wanahauha yanubuhu ay yaridu alaihi, anachota yule mnyama Asibau kullu ma lahu nabun, ni kila yule mnyama ambaye ana machongole ya meno, yaftarisu bihi min alhayawani, anawinda kutokana na mameno hayo, anawawinda wanyama wengine. Huyo anaitwa nani? Jamii ya sibai hata paka, chui, simba, wote jamii moja hao. Wa mafuhumu alhadithi, mafuhumu sasa kuna tafsiri alafu kuna mafuhumu. Mafuhumu ya hadithi hii, annahu idha kana almau aqalla min kullataini, ikiwa maji yako chini ya kula mbili, yanjusu, yatanajisika walau lam yataghayyar, hata kama hayakubadilika. Wadalla ala hadha almafhum, kilichofahamisha mafuhumu hayo, ma rawahu Muslim 278 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu qala idha stayqadha ahadukum min nawmihi,
mmoja wenu akiamka kutoka katika kulala kwake, fala yaghmis yadahu fil inai, asiingize mkono wake katika chombo chenye maji, hata yaghsilaha thalatha, kwanza aukoshe huo mkono mara 3. Kwa nini? Fa innahu la yadiri aina batat yaduhu, kwa sababu yeye hajui wakati amelala na mkono wake ulilala wapi. Tumefahamiana eh? Mtu anapolala hajui mkono wake umelala wapi. Fakadinaha, amemkataza Bwana Mtume almustaiqidha, yule aliyeamka, sawa, min naumihi anil ghamsi, asije akazamisha mkono wake katika maji, khashiyata, ndiyo talawuthi yadahu bin najasa, kwa kuogopea ule mkono wake kuwa ulitapakaa na najisi, lakini ghairil mar'iya, ambayo haikuwa yenye kuonekana. Tayari hapo wa maalumun, na kinachofahamika, anna najasata, kwamba najisi ghairul mar'iya, ambayo haionekani, la tughayyirul maa, najisi iliyokuwa haionekani haiwezi kubadilisha maji. Falaula annaha tunajisuhu, lau ingelikuwa hii najisi hii pamoja na kwamba haionekani, lau isingelikuwa inayanajisisha maji, bimujarradil mulaqati, kwa muachiliko tu wa kukutana najisi na yale maji, lam yanhahu an dhalika, Mtume asingelikataza lakini inafahamisha hapa kwamba kwa kule kukutana tu, basi hayo maji yatakuwa yameshaharibika. Niwaombe dakika 5 za kwenu, muda umekwenda kidogo, lakini kuna tumalizie hapo mwisho wa mlango kwa sababu tunataka tuje kuondokea sasa katika mambo mengine. Wathani kathirun, maji ya aina ya pili ni maji mengi, wa huwa ma kana kullataini au akthara, wa hadha almau, maji haya mengi la yanjusu, haya najisiki, bimujarradi wuqu'i najasati fihi, kwa muachiliko wa kuingia tu najisi katika maji hayo. Wa innama yanjusu, yatanajisika, idha ghayyarati najasatu, itakapobadilisha ile najisi, ahada awsafihi thalatha, moja ya sifa 3 za maji. Allaun, ima ikabadilisha rangi, au taam, au ikabadilisha ladha, au rih, au ikabadilisha harfu. Wadaliluhu, na ushahidi wa maneno haya, alijma'u, ni makubaliano ya wana wazuoni. Tulisema kule tulipokuwa tunatambulishwa fiqhi, misingi yake, tegemeo lake ni mambo 4: alkitab wasunna walijma walqiyas. Alafu shekhe akatwambia tena, hii ijma na hii qiyas kiuhakika wake inarejea na kutegemea katika nini? Nayo Qur'ani na Sunna. Tumefahamiana. Qala an-Nawawi rahimahullah fil majmu'i, katika kitabu chake Majmu'i Sharh al-Muhadhab juzuu ya kwanza sahifa ya 160, qala Ibn al-Mundhir ajma'u, wamekubaliana wanawazuoni, anna al-ma'a al-qalila, maji machache, au al-kathira, au maji mengi, idha waqa'at fihi najasa, ikiingia najisi, faghayyarat ta'aman, ikabadilisha ile ladha, au launan, au rangi, au rihan,
fahuwa najisun, bas maji hayo yatakuwa yameshanajisika. Insha Allah, mimi naomba basi tusimame hapo, au mwasemaje? Tusimame hapo insha Allah. Tumalize ma yasluhu minha litathhir. Tumesoma vigao vya maji yote manne. Sasa yanayofaa kujitwaharishia, yanayofaa kutilia udhu, yanayofaa kukoga. Wa hadhihi almiyahu alarba'atu, mamaji haya ya aina nne, laisati kulluha, sio yote, salihatan litahara, yanafaa kujitwaharishia ay lirafi alhadathi wa izalati najasi wa khabathi, na kuondosha uchafu najisi, kama alimta, kama ulivyokwisha kuelewa. Bal innama alladhi yasluhu minha, bali yanayofaa kuondoshea najisi na kujitwaharishia, huwa an-naw'u al-awwal wa thani, ni yale tahirun mutahhir na yale tahirun mutahhirun makruh. Hayo tu ndiyo yanayofaa, haya mengine yaliyobaki hayafai. Sawa? Tuko wapi? Wathani ndio wa izalatul khabathi kama alimta, bal innama alladhi yasluhu minha huwa an-naw'u al-awwal wa thani ma karahati an-naw'i thani fil badani, pamoja na umakuruhu kutumia ile aina ya pili yaliyokuwa tahirun mutahhirun makruhun, ambayo ni yale almushammas. Sawa? Amma an-naw'u thalithu, ama aina ya tatu ambayo ni mustamali, fala yasihu tatahuru bihi, haisihi kujitwaharishia hayo. Wa in kana tahiran fi dhatihi, hata kama yenyewe ni tahara katika dhati yake, bihaithu yasihu isti'maluhu, kwa namna ambayo inasihi kuyatumilia, fi ghairi tahara, katika isiyokuwa tahara. Kama nini? Kashurbi, kama kunywa maji. Mtu aliyotilia udhu yakibakia akiyakinga anaweza akanywa. Sawa? Watabkhu kashurbi watabkhi, na kupikia wa ghairika, na matumizi mengine yasiyokuwa hayo. Amma an-naw'u rabi'u, ama aina ya nne, fahuwa mutanajisun, haya ni maji yaliyonajisika. La yasluhu li shay'in, haya hayafai kwa lolote, badala yake yaende yakamwagwe. Sawa? Na hapa katika kunajisika hapa na nguo zetu tuna mashakili sana. Katika wakati mwingine kanzu inaweza ikakojolewa na mtoto ikawa imenajisika, sio? Sasa tunapotaka kuitwaharisha sisi, kosa letu, tunachukua beseni tunatia maji, alafu unachukua kanzu unatia mule, yale maji yote yatakuwa yashanajisika, na lile beseni lenyewe nayo yashanajisika, na kama sabuni uliweka mule ishanajisika. Tumefahamiana? Kama nguo imenajisika, ili kuitwaharisha kwake upashike pale palipo najisika, umwagie maji ili najisi iondoke. Alafu tena kama unataka kufua, ndio utatia katika beseni ufue. Tuko pamoja? Inshallah tutakuja kuona raha sana ndani ya kitabu hiki. Tukiingia katika masala ya ibada, tutaona raha zake insha Allah. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika kila la kheri, mema tuyafate na mabaya tuyaache. Innahu arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.